Hali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yaliyojiri na tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Sofia Amani, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Shirika la umeme nchini TANESCO latoa ufafanuzi wa tatizo la kukatika kwa umeme kwa muda wa saa 2. Wanawake wa Kiislamu nchini watakiwa kutumia uwepo wa jukwaa la uwezeshaji wanawake kiuchumi ili kunufaika na fursa. Na katika habari za kimataifa, mashambulizi ya Israel katika gereza la Evin nchini Iran yaua watu 71. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tunaanza na taarifa inayoeleza kuwa Katibu Mkuu Ofisi ya Makamu wa Rais Mhandisi Cyprian Luhemeja amewaongoza wajumbe wa management ya watumishi wa ofisi hiyo katika mapokezi ya Naibu Katibu Mkuu anayeshughulikia mazingira Profesa Peter Msofe aliyewasili ofisi hizo zilizopo mji wa serikali Mtumba jijini Dodoma. Taarifa zaidi inasomwa na Mrisho Mapeyo. Akizungumza wakati wa hafla ya mapokezi, Mhandisi Luhemeja pamoja na mambo mengine amemkabidhi jukumu la kuhakikisha biashara ya carbon kupitia bahari inachukua nafasi na kuleta tija. Amesema maeneo mbalimbali yakiwemo pwani ya bahari yamejaliwa kuwa na misitu ikiwemo mikoko ambayo inahitaji kutumiwa ipasavyo katika biashara ya carbon. Profesa, hapa kuna ajenda ya clean cooking. Ni ajenda ya mama. Sasa sisi mazingira tunaingia kwenye clean cooking. Clean cooking inatibiwa sana kwa karibu na ofisi ya nishati kwa Mheshimiwa Dr. Biteko. Sasa clean cooking ni mkakati wa kuondokana na ukataji miti ovyo. Maana yake ni kwamba ni environmental conservation. Sasa kazi ambayo sisi kama rais tunayo ni connect clean cooking na biashara ya carbon. Umetoka Wizara ya Elimu. Nitafurahi kweli kama utafanikisha Wizara ya Elimu kuanza miradi ya biashara ya kaboni. Sasa Profesa Nombo, Katibu Mkuu, amenishirikisha sana. Yeye sasa hizi shule zake nyingi zile kubwa zimeshahamia kwenye clean cooking. Sasa wale wanafanya vizuri. Sasa tuwaunganishe na biashara ya kaboni kupitia clean cooking. Kwa upande wake, Naibu Katibu Mkuu Profesa Msofe amesema suala la mazingira liko moyoni mwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, hivyo hawana budi kuendelea kuyalinda, huku akiahidi kutoa ushirikiano. Pia Profesa Msofe amesema yuko tayari kupokea mawazo mapya ya ubunifu katika suala la uhifadhi wa mazingira ambayo yamekuwa chachu katika maendeleo endelevu. Itakumbukwa kuwa Naibu Katibu Mkuu Profesa Msofe ambaye ameapishwa Juni 28 Ikulu Chamwino jijini Dodoma aliteuliwa kushika wadhifa huo akichukua nafasi ya Bi Christina Mdeme. Ni kushukuru sana Mrisho Mapeyo kwa taarifa hiyo. Shirika la umeme nchini TANESCO limesema tatizo la kukatika umeme kwa muda wa saa 2 kumetokana na changamoto kwenye gridi ya taifa, huku shirika hilo likiendelea na tathmini ya changamoto hiyo ambayo hata hivyo ilitatuliwa ndani ya muda huo. Taarifa zaidi na Goodluck Msola. Akitoa ufafanuzi kwa waandishi wa habari juu ya changamoto iliyotokea majira asubuhi, mkurugenzi mtendaji wa shirika hilo Lazaro Twange amesema changamoto hiyo haijabainika imesababishwa na nini, lakini ilitokea katika mfumo wa gridi ya taifa ambayo hata hivyo haikudumu muda mrefu kabla ya mafundi kuweza kurejesha umeme. Tunaomba sana radhi wateja wetu kwa kilichotokea. Hatujisikii vizuri. Tunafahamu huduma ya umeme ni mwezeshi kwenye biashara, kwenye huduma mahospitalini, mashuleni, kwenye vyombo vya usafiri. Sasa hivi kuna wenzetu wa SGR treni wanatutegemea kwa kiasi kikubwa sana. Bado wajasiriamali wadogo wadogo wanaouza vinywaji, maduka, kwenye supermarket. Lakini leo ni siku ya mwisho wa juma, wako watu kwenye nyumba za ibada wanategemea kupeleka nguvu ya umeme kwenye vipaza sauti, lakini hata waliopumzika nyumbani pia wanatumia nguvu ya umeme kwa ajili ya huduma mbalimbali. Kwa tunaomba radhi sana wateja wetu wote kwa kilichotokea. Kilikuwa nje ya uwezo wetu. Kama unavyofahamu, umeme unazalishwa, unasafirishwa na unasambazwa kupitia vifaa. Vifaa vinaweza kwa wakati wote ule vikapata hitilafu ambazo wakati fulani zinakuwa nje ya uwezo wetu, lakini muhimu wataalamu wamejitahidi kadri walivyoweza na huduma imerejea. Kila jambo linapotokea linasababisha pia funzo. Kwa hiyo kupitia jambo hili bado tunafanya tathmini ya kujielekeza vizuri
ili changamoto kama hizi zinapotoka tuweze kuwa na namna mbadala kama zipo za kuweza kureact mapema. Aidha, Twange ameomba radhi kwa wananchi na mashirika yanayotumia umeme ikiwemo shirika la reli nchini TRC ambalo asubuhi abiria wake wanaotumia treni ya SGR walikwama kwa muda mfupi katika eneo la Pugu, huku wakieleza kuwa wanaendelea na tathmini na utafiti wa changamoto hiyo iliyotokea. Kama nilivyosema, umeme unazalishwa, unasafirishwa na unasambazwa, na ukiangalia mtandao wetu wa miundombinu ya kusafirisha umeme na kusambazia umeme umetembea kilomita nyingi sana. Kwa hiyo wakati fulani tatizo linaweza likatokea eneo moja likaathiri eneo ambalo haikuwa na tatizo. Hiyo ndio behavior ya umeme. Kwa hiyo bado tunafanya tafiti za kuangalia nini hasa kilisababisha, lakini itoshe kusema ilikuwa ni hitilafu ya kiufundi na ambayo tunaendelea kuifanyia kazi, na tunamshukuru Mungu kwamba huduma imerejea. Ni kushukuru sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Wanawake wa Kiislamu nchini wametakiwa kutumia uwepo wa jukwaa la uwezeshaji wanawake kiuchumi ili kunufaika na fursa ya uwezeshwaji kiuchumi zinazotolewa na serikali na hatimaye kuinuka kiuchumi kwa kukuza mitaji yao ya biashara ama shughuli za ujasiriamali. Taarifa zaidi na Mrisho Mapeyo. Wito huo umetolewa jijini Dar es Salaam na mshauri wa rais kwenye masuala ya wanawake Sofia Mjema alipozungumza kwenye mkutano wa jukwaa la biashara la wanawake wa Kiislamu chini ya taasisi ya Ladies in Islam uliokutanisha wanawake wa Kiislamu kutoka kada mbalimbali, ambapo amesema kupitia jukwaa la uwezeshaji wanawake kuna fursa mbalimbali za uwezeshwaji ikiwemo mikopo, ambapo pia amewataka wanawake kupendana na kushirikiana. Sala hapa na Ladies in Islam unaonana, unakutana, kuna vikundi mbalimbali vinakuja, lakini tunafanya nini? Tunataka serikali na sisi itutambue ili kesho ikatukopeshe, au sio? Ikatuwezeshe, au sio? Kwa mfano, mnaweza kuwa kuna kikundi hapa, kuna dada pale alikuja hapa juzi kushika jina lake, akasema yeye leo ndio anatulisha. Lakini yeye pia anaweza akaamua leo mimi natoka kuwa kwenye catering, nataka kwenda kuwa kwenye hoteli. Nataka kwenda nikafungue hoteli kubwa ili watu wawe wanakuja. Jukwaa hili ndio litakao kuwezesha. Unaweza kukaa kusema mimi ni mshonaji, nashona nguo, lakini kwa kiwango changu hichi kidogo nilichonacho siwezi kuwa na fedha zaidi, nataka nipate hela zaidi. Badala ya kushona tu, nianzishe kiwanda. Aidha, Mjema amezungumzia swala la malezi kwa watoto, ambapo amewataka wanawake kutambua kuwa wana jukumu la kulea watoto katika maadili mema ili kuwa na jamii bora, na amewataka kushiriki kikamilifu kwenye uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani unaotarajia kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu. Nchi yetu sasa kwa karne hii ilipofika ya kidijitali inahitaji umakini mkubwa sana, kwa sababu kuna sehemu utazuia lakini sehemu zingine hutaweza kuzuia, au sio? Watoto wetu wanakwenda shule, wanatoka, wanaangalia TV, wanaangalia simu na mitandao na kadhalika na kadhalika. Kuna wimbi linataka kuwabadilisha kwa haraka sana, lakini sisi ni kina mama, sisi ni walezi. Narudia tena zile dakika, mnazikumbuka zile dakika ambazo ni historia. Kila dakika yako hakikisha umefanya jambo jema la ulezi. Kama ni ndani ya familia yako, kama ni kwa jirani, kama ni nje, kama ni kwenye semina kama hizi na kadhalika. Malezi ndugu zangu yameharibika, wote tunaona. Kuna sehemu zingine mtu akipita unasema ngoja kwanza mpite. Kwa upande wake, mkurugenzi na mwanzilishi wa taasisi ya Ladies in Islam Salha Aziz amesema lengo la jukwaa hilo ni kukutanisha wanawake wa Kiislamu wafanyabiashara na kutazama namna ya kusaidiana kibiashara, na kusema kuwa wanakwenda kulitumia vyema jukwaa la uwezeshaji wanawake kiuchumi na kwamba watashiriki kikamilifu katika uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba. Tunafahamu kwamba huu ni mwaka wa uchaguzi, na katika moja ya haki muhimu sana ni ya kikatiba ni kupiga kura. Kwa hiyo tunatoa wito pia, na leo tumekumbushana kwamba kama wanawake wa Kiislamu tuna jukumu la kushiriki. Yale mambo ya kwamba sijui mimi sitaki kutoka nyumbani, mimi ni pambo la nyumba, zama zake zimekwisha. Toka nyumbani, nenda kapige kura, rudi zako nyumbani kwako.
tunasubiri matokeo. Kwa hiyo kama wanawake wa Kiislamu tusijikoseshe hiyo haki ya msingi ya kupiga kura, tukapige kura, tukachague viongozi bora, tukachague viongozi ambao tunaamini wataweza kutuletea maendeleo ambayo tunayatamani. Nao baadhi ya wanawake walioshiriki jukwaa hilo wamesema jukwaa limekuwa na manufaa makubwa kwao, kwani hawakujua uwepo wa fursa za kiuchumi kupitia serikali, hivyo wanakwenda kuzitumia fursa hizo, na kwamba wanakwenda kuimarisha malezi ya watoto wao ili kuwa na kizazi bora. Mheshimiwa Mama Sofia Mjema amenigusa sana. Kuna kitu alikiongelea pale, mtoto akushindi kwa sababu mtoto umemzaa. Hata kama wajirani ni wakwako, tunatakiwa tuwe na juhudi ya makusudi kutokana na maisha yenyewe sasa hivi ya mitandao hii. Nayo pia ni katika jambo linoharibu kidogo watoto. Lakini wazazi tuwe makini, tuwafuatilie na tuwe kwa kweli tuwashajiishe sana katika vitu vya kheri. Hasa katika dini, maana mtoto akiwa na dini pia atakuwa na hofu. Katika dini ajue na dunia yake ajue, yani katika elimu ya kidunia vile vile. Na mtazamaji, tukiwa bado jijini Dar es Salaam, Shehe mkuu wa Jumuiya ya Waislamu wa madhehebu ya Shia Ithnashari Tanzania TIC Hemed Jalala ametoa wito wa kudumisha umoja na mshikamano wa kitaifa miongoni mwa Watanzania bila kujali tofauti za dini, kabila ama kisiasa. Recho Chacha ametuandalia taarifa zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa kutoa salamu na ujumbe wa mwaka mpya wa Kiislamu 1447 Hijra, Sheikh Jalala amesisitiza kuwa msingi wa amani na mshikamano nchini umejengwa na waasisi wa taifa, hivyo ni jukumu la kila Mtanzania kuuenzi. Jambo la kwanza, mwaka wa 1447 ni mwaka wa kuimarisha kwa nguvu kubwa umoja wetu kati ya Waislamu. Tanzania, alhamdulillah, Mungu ameipa taufiki ya kuwa na madhehebu tofauti za Kiislamu, tukiwepo sisi Mashia, wakiwepo ndugu zetu Ahlus Sunna na wengineo. Mwaka huu wa 1447 wa Kiislamu ni mwaka wa kuhakikisha umoja wetu kama Waislamu tunaupa nguvu, tunakamatana, tunafocus kwa pamoja mambo yote yanayohusu dini ya Uislamu. Lakini ujumbe mwingine mzuri kutoka katika jumuiya yetu ya Mashia Tanzania ni ujumbe wa umoja wa Watanzania. Watanzania sote kutoka uhuru wa nchi hii tumekuwa na sifa ya umoja wa kitaifa. Tumekuwa na sifa ya kupendana. Tumekuwa na sifa ya kushikamana. Tumekuwa na sifa ya kuvumiliana. Mwaka wa Kiislamu 1447 uwe ni mwaka wa kushikana mkono, uwe ni mwaka wa kuhakikisha Waislamu, Wakristo na wasiokuwa na dini katika ardhi ya Tanzania umoja wao umeimarika kuliko miaka yote iliyopita. Katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu, Sheikh Jalala amewahimiza Watanzania kuepuka lugha za uchochezi, vurugu na machafuko, badala yake watangulize maelewano na utulivu kwa manufaa ya taifa. Tuko katika kuelekea kwenye uchaguzi wa kitaifa na uchaguzi wa nchi nzima. Ni wajibu wetu kwa mwaka huu wa 1447 Hijiria kuhakikisha uchaguzi huu unapita uchaguzi wa amani, kuhakikisha uchaguzi huu ni uchaguzi ambao hakutotumika mabomu ya kutoa machozi, tuhakikishe ni uchaguzi ambao tutawachagua viongozi waadilifu, wa kweli, waweze kuisimamia nchi hii na kuzidi kuendelea kwa taifa hili. Aidha, amewataka viongozi wa dini na jamii kwa ujumla kuwa mfano wa kuigwa kwa kuhubiri amani, maelewano na mshikamano katika kila hatua ya maisha ya taifa. Ni kushukuru sana Recho Chacha kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, tuelekee sasa mkoani Mbeya ambapo wahitimu wa chuo cha maendeleo ya jamii CAPS mkoani Mbeya wamehimizwa kuhakikisha wanatoa elimu kwa wazazi na walezi na watoto wao juu ya malezi bora yatakayosaidia kuondokana na wimbi la ongezeko la watoto wa mitaani. Taarifa Daniel Smelta kutoka Mbeya inafafanua zaidi. Hayo yameelezwa na afisa tawala wilaya Mbeya Devota Chacha wakati wa mahafali ya 12 ya chuo cha maendeleo ya jamii CAPS Mbeya, ambapo amewataka kufanya kazi stahiki kutokana na elimu zao. Na wengi huko maeneo ya Kabwe na Mwanjewa na pale hospitali yetu ya Maranatha.
Sasa niwaombe maafisa maendeleo ya jamii, msikae umezeni vichwa, tunafanyaje kuhusu wale watoto? Sisi peke yetu hatuwezi, tunaendelea kupambana, lakini bado mna nafasi na nyie ya kutusaidia kushauri au kufanya. Naomba tusaidiane wale watoto watoke pale. Lakini swala lingine, mtusaidie. Sasa hivi ukatili wa kijamii umekithiri sana katika jamii zetu. Kwa upande wake, mkuu wa chuo hicho Dennis Brighton amezungumzia changamoto anazokumbana nazo, huku mkurugenzi mtendaji wa chuo hicho amezungumzia malengo ya chuo kwa ujumla. Chuo kimefanikiwa kutoa wanafunzi ambao wameajiriwa karibuni kila mkoa, walioajiriwa na kujiajiri kwenye nyanja mbalimbali kama vile wafanya biashara, wajasiriamali, watendaji wa mitaa, vijiji na kata, maafisa maendeleo kwa ngazi za mitaa, wilaya, wafanyakazi katika makampuni binafsi na ya umma, wafanyakazi katika taasisi za kifedha kama vile CRDB Bank, NMB Bank, Equity, Tanzania Postal Bank na maeneo mengineyo. Kubwa ni kuwezesha katika kuleta mabadiliko ya kijamii kwa njia ya kuongeza ufahamu na upeo mpana katika kubadili mienendo na tabia zisizokuwa njema, hasa kwa maeneo mbalimbali ambapo vijana wetu wanakuwa wana tabia njema. Basi CAPS huwa inatengeneza na kubadili mienendo hiyo. Baadhi ya wazazi wa chuo hicho wamewasa watoto wao kujiendeleza katika masomo ili kuendana na wakati, huku baadhi ya wanafunzi wamekiri kuhakikisha wanaenda kutoa elimu kwa wazazi na walezi ili kuondokana na wimbi la ongezeko la watoto wa mitaani. Watoto hawafiki walio wengi, wanapofika sisi tunafurahi, na kwamba bado mnaendelea kuwasihi kwamba waendelee kusoma, na ndio cha msingi. Na sisi tunataka watoto waendelee kusoma, wasiishie hapa. Sasa ukiwa kijana mnapenda sana vitu laini laini, acheni kule vitu laini laini, ina magonjwa ya kutisha, havifai. Ingiza mkono, chukua elimu yako, soma ukadumu. Si janga tu la Mbeya kama mgeni rasmi alivyosema, ni janga la kitaifa. Na kama ni janga la kitaifa, sisi kama maafisa maendeleo ya jamii tunamshika mkono Dr. Samia Suluhu pamoja na mkuu wa mkoa wa Mbeya katika kuendelea kufanya taratibu mbalimbali ili kuweza kuwainua wa vijana, si kwa kuwainua tu kwa ajili ya kuwapa mahitaji ya kimaisha. Bado tutaendelea kuwapa elimu ya namna gani ya kuishi na familia vizuri kama wazazi, ili tusiendelee kupata watoto wa mtaani. Nikiripoti kutoka hapa jiji la kijani mkoani Mbeya, mimi ni Daniel Smelta, TVE Habari. Ni kushukuru sana Daniel Smelta kwa taarifa hiyo. Wakati wa maonyesho 49 ya kimataifa ya biashara maarufu Sabasaba yakiwa imeanza rasmi jijini Dar es Salaam, taasisi ya mifupa Muhimbili MOI inatarajiwa kuyatumia maonyesho hayo kwa ajili ya kufanya kliniki ya matibabu ya magonjwa mbalimbali ya mifupa, ubongo na milango ya fahamu kwa zaidi ya wagonjwa 2000 kila siku. Goodluck Msola ametuandalia taarifa zaidi. Kliniki hiyo ambayo inafanyika katika viwanja vya maonyesho ya Sabasaba itakwenda sanjari na utoaji wa elimu, hususan ya lishe, ikiwa ni matokeo ya mahitaji ya wananchi, ambao kwa mujibu wa meneja uhusiano wa MOI Patrick Mvungi, katika miaka iliyopita ilifika hadi watu 1500 kila siku. Taasisi yetu ya MOI itashiriki kwenye maonyesho ya 49 ya Sabasaba, na kwa mwaka huu itashiriki kwa namna pekee ambapo tutakuwa na kliniki maalum ya madaktari bingwa wabobezi wa mifupa, ubongo, mgongo na mishipa fahamu, ambao kwa pamoja watawahudumia wananchi pale kwenye viwanja vya Sabasaba. Kwa hiyo tutakuwa na kliniki yetu pale, tutakuwa na banda letu pale, tofauti na miaka mingine ambapo tumekuwa tukionyesha tu huduma zetu tunazitoa MOI, lakini mwaka huu tumeona ni vyema tusogeze huduma zetu kwa wakazi wa Dar es Salaam, hususan wa Temeke, kwa kuwapelekea kliniki pale ambapo wataweza kupata huduma ya kukutana na madaktari bingwa wabobezi katika namna ambayo ni ya urahisi sana. Kwa hiyo tumeona habari hizi ni njema sana tuwafikishie wananchi, lakini vile vile tutakuwa na huduma za vipimo, tutakuwa na huduma nyingine nyingi. Kwa upande wake, daktari bingwa upasuaji kutoka taasisi ya tiba ya mifupa Muhimbili MOI, Dr. Tumaini Minja, amesema pamoja na huduma ya kliniki ambayo itatolewa kwa wananchi watakaofika katika maonyesho hayo, pia watatumia nafasi hiyo kuonesha teknolojia mpya ya matibabu, ikiwemo teknolojia ya akili bandia katika matibabu ya upasuaji wa ubongo. Huduma zitakazotolewa pale ni pamoja na ushauri,
lakini pia kutakuwa kuna baadhi ya matibabu ambayo yatatolewa katika huduma hizo ambazo nimezitaja hapo awali, na huduma hizi zitakuwa zikitolewa na madaktari bingwa na bobezi. Lakini vile vile nipende kuarifu umma kwamba moja ya faida pia ya huduma hizi ni kwamba mgonjwa atakapoonwa pale ataingizwa moja kwa moja kwenye mfumo wa taasisi ya mifupa. Kwa hiyo hata atakapoonwa pale kwenye banda letu na baadaye hata atakapohitaji kuja kuonwa katika taasisi ya mifupa MOI, anaweza akaja akiwa registered, atakuwa ameshakuwa registered tayari na atakuwa anaonekana kwenye mfumo. Lakini vile vile pamoja na hiyo kutakuwa kuna huduma ya vipimo vya radiolojia. Kuna baadhi ya magonjwa ambayo tunaweza tukayascan kwa kutumia ultrasound, matatizo mbalimbali tukaweza kuyabaini kutumia ultrasound. Huduma hizo zitakuwepo. Lakini pia vile vile tunaandaa mpango maalum pia ya wagonjwa hawa tutakao waona wapate huduma ya dawa pale kwa wale ambao watafika kwenye banda letu. Hata hivyo, kwa mujibu wa MOI, kliniki hiyo pia itatumika kuchukua kanzidata ya wagonjwa wa mifupa ambao wataingia moja kwa moja katika kanzidata ya MOI, na hivyo kuwezesha taasisi hiyo kuweza kuwafuatilia wagonjwa hao ili waweze kutibiwa na kufuatiliwa na madaktari bingwa wa MOI baada ya maonesho hayo. Ni kushukuru sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, tuelekee sasa mkoani Singida ambapo mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Singida wamefanya ziara ya kuwashukuru wateja wao pamoja na kuwakumbusha ulipaji wa kodi kuelekea sehemu ya mwisho ya mwaka wa fedha. Kwa undani wa taarifa hiyo anao Amini Nyaungo kutoka Singida. Baada ya kumaliza ziara hiyo, mkurugenzi utafiti na mipango wa TRA Dr. Ephraim Mdee ameainisha lengo la ziara hiyo kwa wafanyabiashara wa mkoa wa Singida. Leo asubuhi nimeungana na management ya mkoa wa Singida kwa ajili ya kuwatembelea wafanyabiashara mbalimbali, tukiwa na malengo makuu yafuatayo. Moja, kwanza kuwashukuru kwa kazi nzuri ambayo wameifanya kwa kipindi cha mwezi Julai hadi mwezi Mei, kwa maana miezi 11 katika mwaka wa fedha wa 24-25. Katika hatua nyingine, amesema ya kuwa mkoa wa Singida umefanya vizuri katika ukusanyaji wa mapato kwa kushirikiana vizuri na wafanyabiashara. Wameonyesha ushirikiano mkubwa na serikali, hasa mamlaka ya mapato Tanzania katika ukusanyaji wa mapato ya serikali. Kwa kipindi hicho chote, mamlaka ya mapato imeweza kukusanya zaidi ya 109% ya lengo ambalo ilipaswa kukusanya katika miezi hii 11 kuanzia mwezi Julai hadi mwezi Mei. Wafanyabiashara ambao wametembelewa wamepongeza TRA mkoa wa Singida kwa ushirikiano, huku wengine wakisema changamoto zao. Nimepokea, nimefurahi sana kutembelewa na maafisa wa TRA na tumezungumza yale kuwepo, lakini naona wanafanya vizuri sana sasa hivi. Nimewapokea vizuri na nashukuru sana kwa ujio wao. Ushirikiano uko vizuri kabisa. Ni kushukuru sana Amini Nyaungo kwa taarifa hiyo. Imeelezwa kuwa maboresho ya kimtandao na miundombinu ya mawasiliano kwa kampuni ya mawasiliano ya Yas ndani ya kipindi cha miaka 3 imechangia ongezeko la wateja hadi kufikia milioni 25 katika soko la mawasiliano nchini. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Goodluck Msola. Kwa mujibu wa mkurugenzi wa masoko wa Yas Edwardina Mgende, ambaye ameshiriki katika uzinduzi wa kampeni Anzia Ulipo katika mkoa wa Mtwara, amesema maboresho haya yameanza tangu mwaka 2022 ambapo hadi sasa imewezesha mtandao huo kuwa mshirika wa safari ya mabadiliko katika eneo la teknolojia ya mtandao na dijitali nchini, hali ambayo imesaidia kuongeza kiwango hicho cha wateja. Yas Tanzania inayo wateja zaidi ya milioni 25 nchini Tanzania, na ni mtandao ambao unaaminika na umeendelea kukua kupitia uboreshaji wa miundombinu na mtandao wetu ambao tumeifanya kuanzia mwaka 2022 na tunaendelea kuboreka zaidi na zaidi. Na kupitia mtandao wa Yas, sisi
tumeweza kuonyesha kwamba ni mshirika anayeweza kuaminika, ambaye ataweza kutembea katika ndoto, kuwawezesha Watanzania kutembea na katika ndoto zao na kuweza kufikia malengo ambayo wameyaweka. Kwa upande wake, mkurugenzi wa Yas kanda ya Pwani Kusini Bi Fadhila Saidi amewataka Watanzania kutumia fursa zilizopo katika mtandao huo, ikiwemo mtandao wa 5G na simu, ili kukuza uchumi kwa kujiendeleza ama kukuza kipawa na biashara. Kama Yas tumethamini na tumetambua umuhimu wetu na nguvu tulionayo katika kufikisha na kutimiza ndoto za watu mbalimbali, kwa sababu wateja wetu na watu mbalimbali wana kila sababu na kila kitu ambacho tumeshawapa kama mtandao ambacho kitawafanya wapige hatua. Ambacho nini tunafanya? Tuna teknolojia ya 4G na 5G, tuna simu, tuna watu wenyewe wana vipaji mbalimbali. Mtandao wetu pia umefika kila sehemu. Kwa hiyo kwa kupitia hivyo, mteja anaweza au mtu yeyote anaweza kutumia kila alichonacho. Kama ni mama anafanya biashara mbalimbali ndogo ndogo, kama ni kinyozi pale alipo. Nao baadhi ya wananchi wakizungumzia mchango wa maendeleo ya mtandao pamoja na ukuaji wa teknolojia, wamesema kutokana na ukuaji huo sasa wanaweza kufanikisha masuala mbalimbali ya ujasiriamali na shughuli mbalimbali za kuwaingizia kipato kupitia mitandao ya simu. Nimefurahi sana kwa ajili ya kampeni hii ya Anzia Sasa, kwa sababu imekuja wakati sahihi. Tunajua kwamba kipindi hiki ni kipindi cha mambo kwenda kidijitali. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi sana kwa kama mjasiriamali, kama mfanyabiashara kufanya biashara yako kwa urahisi. Lakini sasa kwenye hii kampeni ya Anzia Sasa, anza ulipo, itawazindua vijana wengi sana kuweza kuchangamkia fursa. Nimekuwa nikitumia mitandao ya kijamii kisha kwamba najitangaza, lakini pia nimekuwa mdau mkubwa wa kutumia mtandao wa Mixx by Yas. Nina miaka kama 10 sasa hivi. Kwa hata content zangu zote natumia mtandao wa Yas kuhakikisha kwamba nina share na mashabiki zangu. Kwa hiyo ni mmoja wapo mnufaika wa mtandao wa Yas. Kwa kasi yake ya 5G basi kazi zetu zimekuwa zikienda vizuri kabisa. Ni kushukuru sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji wa TVE, tuelekee sasa mkoani Shinyanga, ambapo katika kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu, wanachama wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoani Shinyanga wameanza rasmi kuchukua fomu za kugombea nafasi za ubunge na udiwani, zoezi ambalo limeanza tarehe 28 Juni 2025 katika ofisi za CCM wilaya ya Shinyanga mjini, ikiwa ni sehemu ya mchakato wa ndani wa chama hicho kwa ajili ya kupata wagombea rasmi. Mwamvita Mkondo ameandaa taarifa zaidi kutoka mkoani Shinyanga. Katibu wa CCM wilaya ya Shinyanga Hamisa Chacha ameelezea mwenendo wa zoezi hilo na kufafanua kuwa tayari wanachama kadhaa wamejitokeza kuchukua fomu, hususan katika jimbo la Shinyanga mjini. Tokeza kugombea kuomba waliojitokeza kuchukua fomu ni pamoja na ndugu Mheshimiwa Patrobas Pasco Katambi ambaye ndio mbunge anayemaliza muda wake na anatetea tena. Lakini kuna ndugu Steven Julius Masele amejitokeza pia. Lakini kuna ndugu Giritu Mila Makula naye amechukua fomu. Lakini kuna ndugu Paulo Joseph Bladi naye amechukua fomu. Lakini pia kuna ndugu James Jumbe Wiswa. Kwa hiyo kwa siku ya leo wanachama waliojitokeza kuchukua fomu katika jimbo la Shinyanga mjini ni 5 tu. Kwa hiyo zoezi bado linaendelea. Kwa hiyo hatuwezi kusema hawa ndio wamefika mwisho. Bado zoezi hili linaendelea mpaka tarehe 2 mwezi wa 7 ambapo ndio itakuwa mwisho saa 10 kamili jioni. Kwa hiyo tunaendelea kuwakaribisha wanachama wa Chama cha Mapinduzi ambao wamewiwa na wanaona wanafaa kulitumikia jimbo la Shinyanga mjini. Maana wakati kama huu unapofika, kila mwanachama anayo haki ya kuona nafasi gani inafaa, kwa sababu haki yake ya msingi ya kuchagua na kuchaguliwa inakuwa pale. TVE Habari imepata fursa ya kuzungumza na baadhi ya watiania wa nafasi za ubunge kutoka jimbo la Shinyanga mjini, Solwa, jimbo jipya la Itwangi, huku wakishindwa kuweka wazi vipaumbele vyao kutokana na mwongozo wa chama unaokataza kufanya kampeni za mapema. Kuja kwenye zoezi la uchukuaji wa fomu, nimechukua fomu ya kugombea ubunge Shinyanga mjini. Zoezi la leo ni uchukuaji wa fomu. Kwa tutachukua fomu, tutajaza, tutarudisha.
ndo hatua ya leo. Kwa kanuni na utaratibu wa chama, huu sio muda wa kampeni. Nikitaja vipaumbele vyangu au nikisema kilichonisukuma, nitakuwa navunja utaratibu. Itaonekana nimeanza kampeni kabla ya wakati. Kwa hiyo kwa hatua hii ya leo ni uchukuaji na urejeshaji wa fomu. Na leo nimechukua fomu hii nikiwa na nia ile ya kugombea jimbo la Solwa, lakini kuchukua fomu ni kitu kingine. Kuteuliwa na kuwa mbunge ni kitu kingine kabisa. Yote haya Mungu mwenyewe anapanga. Tumuombe Mungu mwenyewe aendelee kutupa afya njema, aweke mkono wake wa baraka ili sasa ikimpendeza kwa yeyote yule ambaye atakuwa mbunge wa jimbo la Solwa, basi aendelee kuwa mbunge wa jimbo la Solwa. Katika mchakato wa uchukuaji fomu wa kugombea nafasi za ubunge na udiwani unaoendelea mkoani Shinyanga, wanawake nao hawajabaki nyuma. Baadhi yao wakiwemo wanawake wenye ualbino wamejitokeza kuchukua fomu, huku wakisisitiza kuwa wana haki sawa na watu wengine katika kuwania nafasi za uongozi. Ushiriki huo wa wanawake hususan kutoka makundi maalum unaonesha dalili njema za kuimarika kwa usawa wa kijinsia na ushirikishwaji wa makundi yote katika siasa na uongozi wa nchi. Ninaamini Ngokolo ni ya kwetu na tutakwenda kuendelea na kufanya maendeleo zaidi. Na wito wangu naendelea kuasisitiza wanawake wenye ulemavu wajitokeze kwa wingi kwenda kuchukua fomu za viti maalum ili tuonyeshe kwenye jamii kuwa na sisi tunaweza. Mtazamaji wa TVE, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Sofia Amani. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Mashambulizi ya Israel katika gereza la Evin nchini Iran yaua watu 71.